maandiko yanasema, Yohana sura ya 1 mstari wa 11, maandiko yanasema alikuja kwake, wale walio wake hawakumpokea. Alikuja kwa ajili ya watu wake. Watu wake walikuwa ni watu gani? Kwa agano, watu wake, kwa sababu kabla ya Mungu Yesu Kristo kugeukia watu ambao kwa asili sio Wayahudi, watu wake walikuwa ni watu gani? Ni watu ambao Mungu aliingia agano nao. Mungu aliingia agano nao. Wayahudi walikuwa na sheria, amri 10 za Mungu kupitia mikono ya Musa. Ukisoma Warumi sura ile ya 9, walikuwa wana ahadi, walikuwa wanaye sehemu ya kumwabudu Mungu kama hema. Hao ndio walikuwa watu wake. Lakini maandiko mstari wa 12, maandiko yanasema hivi, mstari wa 12 hapo kwenye Yohana 1, maandiko, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake. Maandiko yanasema mstari wa 11, alikuja kwake, walio wake hawakumpokea. Kwa hiyo kitu gani kinatokea? Unaokiona alipokuja kwa watu wake ambao walikuwa ni Waisraeli, walimkataa. Walipomkataa, mstari wa 12 unabadilika, akisema hivi, bali kwa sababu hiyo, ndio maana neno bali, kwa sababu hiyo wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo watoto wa Mungu katika Agano Jipya ni wale wote wanayemwamini Yesu Kristo. Wale wote wanayemwamini ndio watoto wake, au kwa lugha nyingine ndio watu wake, ndio watu wake. Wale wote waliomwamini Yesu Kristo ndio wanaitwa watu wake. Lakini hapo awali Yesu Kristo anasema alikuja kwa watu wake. Watu wake walikuwa ni mataifa, ni Wayahudi. Walipomkataa akageuka kwa mataifa. Mataifa ni watu gani? Mataifa ni wale wote ambao kwa asili walikuwa sio Wayahudi, kama vile Wameru, Wachaga, Wakenya, Wahindi. Watu wote ambao kwa asili sio Wayahudi, sio Waisraeli, ndio walikuwa wanaitwa mataifa. Na sasa ndio akageuka kwa mataifa, na wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana, wale walimwamini Yesu Kristo. Tito anasema vizuri kwenye Tito 2 mstari wa 14, anasema hivi, anasema Tito 2 mstari wa 14, anasema hivi,